Wacha tuelekee magharibi ya Kenya ambapo ushirikiano wa eneo la magharibi ya nchi na serikali umetajwa kuwa njia ya pekee itakayosaidia katika kuboresha maendeleo kwa wakazi wa mkoa huo. Viongozi na wananchi wametakiwa kuiunga serikali ya Kenya Kwanza kikamilifu ili kuweza kunufaika na miradi ya maendeleo. Kauli hii imeibuliwa wakati viongozi wa eneo hilo walipohimiza mshikamano na serikali, wakisema kwamba ni hatua muhimu ya kuweza kuhakikisha miradi ya maendeleo inawafikia wananchi moja kwa moja. Isaac Famba na taarifa kamili. Huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukizidi kukaribia, serikali ya Kenya Kwanza inazidi kuimarisha juhudi zake za kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wakazi wa ukanda wa magharibi. Baadhi ya viongozi wanaoegemea mrengo wa serikali katika ukanda wa magharibi sasa wanazidi kuipigia upato serikali ya Kenya Kwanza, huku wakazi wakihimizwa kushirikiana na serikali kwa nia ya kupokea maendeleo. Barabara ya lami fungua. Mbunge wa Sirisia John Waluke amesisitiza umuhimu wa wananchi kushirikiana na serikali ili miradi ya maendeleo iwafikie kikamilifu. Na ndio tutaenda this time, tunaenda hivyo vile inaenda. Wale wanapaki nyuma wajua hakuna chochote. Wewe fanya hesabu, ukipaki nje kwa opposition uone utaendelea tu kupaki hapo. Tuko sure we are campaigning na tunapika hesabu. Kura ni hesabu. Ya Ruto kuingia second term. Hakuna makosa amefanya. Makosa ile Ruto anafanya ni maendeleo kila pahali. Na anapenda wananchi. Sasa hiyo sisi hatuoni mbaya. Mbunge wa Teso Kusini Mary Emase amesema ushirikiano wa viongozi na serikali ndio mbinu ya pekee kwa wakazi kunufaika kikamilifu kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo eneo hili. Kama ni maendeleo, tumeulizana maendeleo tutatoa wapi? Hatuwezi tukapata maendeleo kwa opposition, kwa kelele, kwa matusi. Maendeleo itapatikana kwa serikali. Na ndio kwa sababu tumekubaliana lazima tufanye kazi na serikali ya William Samoei Ruto, sababu William Samoei Ruto ndio rais wa sasa. Na tutaendelea kumuunga mkono mpaka 2027 tumrudishe tena for another term. Sisi kama viongozi tunasema kwamba wakati huu umefika tuwe watu ambao wanaongea neno moja. Haitakuwa cha kufaidi mwenzako iwapo mimi kazi yangu inakuwa ni kumtusi mwenzangu ambaye pia ni kiongozi. Lakini tuache mambo ya matusi. Kama nina shida mnikosoe tofauti ili kwamba tuwe jamii ambayo inaongea ndimi moja, jamii ambayo ina mwelekeo mmoja. Upande wake mbunge wa Kiminini Kakai Bisau amesema uhusiano baina ya vyama vya kisiasa katika eneo hili huenda ukawa na umuhimu mkubwa, hatua ambayo anasema itaboresha pakubwa demokrasia na uongozi bora nchini. Wale ndugu zetu wengine wakubwa ikiwemo Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Oparanya na wale wengine wote tutawaleta ndani ili tuweze kusemezana kwa pamoja. Na pia tuweze kutafuta nafasi yetu kikamilifu katika serikali hii. Tukiweza kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa William Ruto, tuhakikishe kwamba tunaleta maendeleo huku kwetu. Isaac Famba, TV47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Naam, bila shaka mtazamaji